Sehemu ambazo kupe wanapenda kukaa ni kwenye kiwele kwa ng'ombe jike au kwa dume, maeneo haya ambapo kuna kuwepo na katikati ya miguu hii ya nyuma. Kama ukiangalia huyu, unaona hizi alama ni sehemu ambapo kupe walikuwepo na wengine bado wamejificha humu. Ukiangalia kwa juu kama hivi unaweza usione, lakini ukishika kama ninavyogusa hapa unahisi, unawafili, na ukisogea karibu unamuona kupe huyo hapa. Na pia sehemu nyingine ni katikati ya mguu na kiwele, kwa maana makwapa ya kwenye kiwele kama humu ndani. Humu kupe wanapenda kujificha. Kwa hiyo ukiangalia kama hawa unaona wako hapa. Sehemu nyingine ni kwenye mkia, hasa kwenye haya manyoya ya mwishoni kwenye mkia kama hapa. Kwa hiyo kama unataka kuangalia kupe kama wapo au la, unaweza kuhakikisha unaangalia hizo sehemu. Sehemu nyingine ni kwapa la mguu upande huu. Unaona hapa, kama ukiangalia hapa panaonekana pako vizuri, hamna kupe. Lakini kama wapo, ukifunua hapa, kwa maana kwamba ukifanya namna hii utaona kupe wamejificha hapa kama hao unavyowaona hapa. Lakini wakiwa hivi hauoni. Sehemu nyingine ya kuangalia ni kwenye macho, kuzunguka macho. Lakini pia ni kwenye masikio. Masikio kwa nje na pia ndani. Hasa ndani wanapenda kujificha hapa ndani kwenye masikio. Kwa hiyo hakikisha unaangalia hapa, kuzunguka jicho pia, na kwenye shingo upande wa chini, kwenye hii ngozi ambayo huwa inakuwa chini hapa. Mara nyingi wanapenda kujificha hapa, kama huyu unamuona huyu hapa. Na pia kwenye kwapa la miguu ya mbele, eneo hili hapa. Wakati mwingine kupe wanakuwa katikati ya kwato, upande wa juu kwenye ngozi hapa wanapenda kujificha. Kwa hiyo kama unaangalia angalia hizo sehemu, mara nyingi ndio kupe wanapenda kukaa. Lakini ukiangalia kwa nje au kwa upande wa juu kama kwenye mgongo, sio rahisi ukawaona, labda kama wanatembea kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Lakini vinginevyo hayo ndio maeneo muhimu. Lakini pia kwenye mkia, hasa hapa chini ya mkia unapoota, ukifunua namna hii kama wapo, utawaona wanapenda kukaa hii sehemu hapa. Kwa hiyo hayo ndio maeneo ambayo mara nyingi unaweza ukawaona kupe. Kwa hiyo unapochunguza kupe kwenye ng'ombe wako, hakikisha unaweza kuziangalia hizo sehemu ili uweze kuchukua hatua stahiki. Hii ikiwepo kuogesha mara kwa mara, na uogeshe mara ngapi kwa wiki ama kwa mwezi, inategemeana na wingi wa kupe na kipindi cha mwaka, kwa maana ya hali ya hewa. Kukiwa na mvua au unyevunyevu, kupe wanazaliana kwa wingi na unaongeza ile idadi ya siku ambazo unaogesha. Sehemu nyingine watu wengi wanaogesha mara 2 kwa wiki, wengine mpaka mara 3. Kipindi cha kiangazi inaweza kuwa mara 1 kwa wiki au hata mara 1 kwa wiki 2. Kwa hiyo inategemea na eneo lako ulipo. Na njia nzuri ya kuogesha kama inawezekana ni kuwa na josho la kuoga. Yaani kwamba ng'ombe atumbukie mwili mzima ili dawa iweze kufika ndani ya masikio, chini ya makwapa, chini ya kwato, chini ya mkia na manyoya ya mkiani. Ukipuliza kwa pampu, unaweza kupuliza sehemu zinazoonekana kirahisi, lakini mara nyingi, kwa mfano, ukuta chini ya makwapa ya miguu, chini ya kwato, inakuwa ngumu, wakati mwingine dawa haifiki vizuri. Kwa hiyo kadiri inavyowezekana, jitahidi ng'ombe wako waweze kuoga kwa kutumia josho. Unaona kwenye macho kama huyo kupe yule pale anaonekana huyu hapa. Kwa hiyo asanteni sana kwa kutazama, tutaendelea kujifunza.